tumefika tu kutoka Eldoret, hata hatujasimama. Kama vile mnajua tulikuwa na mkutano kubwa sana ya kimataifa. Hii mkutano haikuwa ya Eldoret, lakini ilikuwa ya nchi mzima. Baada tulikuwa na wabunge zaidi ya 120 hivi na MCA na aspirants. We were many. It was a good meeting. Very good meeting. We were very happy. Lakini baada ya hiyo tumesikia mzukazuko ambaye imeingia, na tukasikia kuna moja wetu senator wa Meru amekamatwa. Ndiki sasa tukajua hii lazima turespond, kwa sababu msikuwe mkisacurate mongering na nini. Let's put it the way it is, because for us we are shocked. Haikuwa ni mambo mingi, haikuwa ni mambo mbaya, na nafikiri ilikuwa natafutiwa tu kitu ya kutaint hiyo mkutano ambaye tulifanya huko. And I think this is the witch hunting ile inaendelea ya kuharibu mikutano ya watu wale wengine. I think we need to be free and fair. Kila mtu aache mikutano, afanye mikutano ya, kwa sababu vile senator wetu alizungumza haijapita vile governor alizungumza. Governor wa Nyandarua alizungumza mzuri, na hiyo mna hizo clips, and mkitaka tusaidia sometimes balance this thing on showing what the others are saying. Alisema kwa Jubilee lazima kutolewe kwekwe. That's what he said when Governor Kimunya. Nani? Kimemia. That's what he said. It's open that kwa chama ya Jubilee lazima itolewe kwekwe. Junet. Yes, in the record na mko na hiyo kitu akisema akiwa Kibera. Hata mkiona hawa tunapingana na hao hapa, mchome hawa. It is open. You media, it is something very So what our friend was saying, hakusema akiamanisha mambo mambaya. Alikuwa anasema tupige kura ya Jubilee kutoka chini mpaka juu. UDA. That's what he was saying. Hakuwa na mambo mengine anasema nini? Unajua I'm tired sometimes, that I'm confused. I'm old enough. So you have to respect me sometimes. Kabla network ishike mzuri. So alikuwa anamaanisha kuna watu wengine ni wetu, tulikuwa nao kwa Jubilee na sasa tuko kwa UDA na pengine we are not together. Alikuwa anamaanisha tupige kura kutoka chini kwenda wapi? Juu. But it's within ourselves. Hiyo sio kitu ya kuincite watu wengine, ama purpose yake haikukua kuinsult watu wengine, lakini kwa sababu tunajua kuna watu wanawafikiria mambaya, kupanda mbegu mbaya ya kuweza kufanya kushikanisha, na tunawajua na tulitaja Eldoret iko shida kwa county commissioner. We know he is for that ya kupiganisha, na ako tayari, na tulizungumuza kwa sababu tulisema anataka kupiganisha between jamii ya sisi wa Kikuyu, atupiganishe, and we said that, and he is doing it. Na hata baada ya hiyo aliwaita immediately na wakatengeneza vile watalisi statement. Let me ask you media, please. Jana ilikuwa Saturday, na kama ilikuwa Saturday hakuna mtu alikuwa kazini, watu wa serikali, mtu wa vile serikali. Within 1 hour after meeting, even actually 30 minutes, barua ilikuwa imeandikwa ya kusema afanye nini au arrested. Is that normal? Second, kama ni hiyo lugha alitumia inasemekana ni hiyo mambo ya cohesion. Hiyo sio mambo ya prosecution. Again, ikienda kwa CID wachunguze, prosecution waangalie file kama iko complete, kama kuna haki ya hiyo mtu kushtakiwa. Lakini hii ni kitu ilikuwa imepangwa, imegojewa. Hata kama hangekamatwa, mmoja wetu lazima angekamatwa ili wataint hiyo mkutano vile ilikuwa kubwa. That is what I can be able to say. But we are for the peace ourselves. Na amani yetu hapa hatuombi mtu, tumejitengenezea wenyewe. From 2013 we are peaceful, na tunapanga na tunahubiri amani. Ukiangalia hata Deputy President speech yake ilikuwa ni amani, na kusema watu wote hata wale wanashindana na hao wakikuja Eldoret wapo wanafanya nini? Ya kuzungumza. That's what he said. So we were peaceful. Na even now tunataka kudeclare sisi we are peaceful, na hata ukijaliwa mambo ya incitement within ourselves it will not work. Tunataka election ambayo itaenda mzuri, free and fair. Na kwa sababu tuko wengi, wacha nimpe senator wetu naye na wajumbe wengine tuko nao hapa, they can comment. Haya, the reason tuko hapa vile mmesikia kutoka Mheshimiwa Kimani Ngonjiri is in response to what has created a lot of interest in the media, be it mainstream media, social media and all over.
regarding some utterances that were made by the senator for Meru, my colleague, Senator Linturi, yesterday in our mega meeting in Uasin Gishu, Eldoret. Well, as a person who was actually in the meeting and who listened very carefully to what Senator Linturi talked about yesterday, I want to put it very clearly and in context. What is being said has really no reality to what he meant. There are those who truly also know what he meant, but want for their own sake and for political mileage to misrepresent what he said. When Senator Linturi made his statement, he was actually in essence referring to people voting a 6-piece suit in UDA, meaning that those members of parliament in that area where we were, who do not support UDA, do not support the Hustler movement, and do not support His Excellency the Deputy President. He was asking the members of public, who are the voters, not to vote them in, but instead vote 6-piece, meaning vote a UDA MCA, a UDA MP, a UDA women rep, a UDA senator, UDA governor, and a UDA president. So when he said, he referred to what has now becomes very sensational as the Madoadoa, he was meaning make it a complete, total 6-piece uniform of UDA members of parliament and members of the county assembly. So he was in no way, shape or form referring to displacing people or whatever context they are now trying to make it. But for the sake of argument, we have seen the double standard that exists in this country. We have heard, even as Mheshimiwa Kimani Ngonjiri has stated, we have the clips and we would be willing to share with you, because you are also supposed to do a bit of investigation when you report. If you need the clips from those such as the governor for our neighboring county here, Nyandarua, when he made those same statements and nothing happened to him. The same thing, I also have another clip by Raila Odinga himself with the same terms, the same words, and nothing happened. You have heard from Babu Owino on some of the things he has said. You have never seen anything happen. You have also heard from people such as many other people, and nothing has happened. But in this one case, I mean, it is very curious, my friends, when within 1 hour on a Saturday evening, you have arrest, him being sought for arrest within an hour. We also had a letter from NCIC. Why wouldn't they just wait for him to go, record a statement, do their investigation, and then if there is cause for alarm or if there is need to arrest him, let the due process takes its course. But this, to Kenyans who are listening to me, this is essentially what the reason was behind that very quick arrest. It was to make sure they eclipsed the very, very, very good meeting that we had in Uasin Gishu, to make sure that, like what we are doing here today, instead of discussing the very important vision and agenda for UDA that was spelled out at the sports club in Eldoret yesterday, we are now here talking about a statement by Senator Linturi, which we all know, all of us know, it was not in that context. So what I would want to appeal to all Kenyans, as we get into these political seasons, temperatures will rise, the desperate ones will try to twist every word said. Let us not fall for that. Let us remain sober, let us remain reasonable, and let us make sure that we don't get carried away by misrepresentation, which is what is happening here. So as I conclude, I want to say that Senator Linturi, in his statement, was referring to a 6-piece voting pattern for UDA and for the members of public, and not in any way, shape or form referring to the displacement of anybody. And we continue to urge and we continue to represent peace ourselves. And even if you listen to all our statements, we are about peace. And that is where we are, that is where we continue to be, and we shall not be distracted. Thank you. Like my colleagues have said, we had a very successful meeting. Mkutano ilikuwa mkubwa sana, ambaye tunajua iliudhi serikali kwa sababu ya vile ilikuwa ya kufana sana, na wanataka kuichafua na maneno ambaye hata haina maana.
They want to poke holes into our yesterday's very successful meeting. Ilikuwa ya Deputy President akipewa baraka na watu wa Uasin Gishu azunguke Kenya akatafute kura, na sisi pia tukaenda tukawa wengi sana. Mimi nikitaka kuuliza ni vile naweza kuuliza ni hivi. Senator Linturi was inciting who against who? Kwa sababu hiyo haijatokea ni nini? Ni jina madoadoa. Sijui itafutwa kwa dictionary ya Kiswahili kwa sababu I am in a yellow dress and it is not complete yellow. So iko na madoadoa. That is what it means. Simple. Hiyo sijui mnataka hiyo jina ya madoadoa ifutwe kwa Kiswahili. And we know they are trying to push a narrative ya kwamba Ruto akiwa ana incite watu wa Rift Valley. We are saying we are for peace. Hata wale walikuwa wanazungumziwa, those who attended the meeting, they got the meaning. The meaning was, if you are not voting the whole suit, then wewe ni madoadoa. So the residents do not vote for you. That's how you campaign. We are campaigning for UDA to have a 3-piece. That's what it means. So hiyo imetuudhi sana kwa sababu kumshika asubuhi, kumleta Nakuru, tumesikia amepelekwa Nairobi, na hii maneno imesemekana na Raila mwenyewe vile wenzangu wamesema, Kimemi amesema, kwa sababu madoadoa ni jina la Kiswahili ambayo inasema it's not one color. Iko mixed colors. I think that is all it means. We had a very, very successful meeting, and I'm sure the system or the government is unhappy. So they want to twist so that you move away from the success of our meeting, tuanze kuongea mambo ambaye haifai hata kidogo. Actually, there was nothing that Senator Linturi said that warranted what is happening to him. Asante sana, yangu ni machache. Nasikitika sana. UDA jana, wale wa Kenya ambao wanapenda maendeleo na future poa, wale waliosikiza kwa radio na TV, walisikia manifesto poa sana ile chama ya UDA ilikuwa inauza. Lakini tunasikitika sana na tunaomba Wakenya hivi. Wakenya ni werevu, wamepita hizo mipango za kudanganywa na kuchochewa. Na sitaki nirudie mengi, wenzangu wameongea. Kila Mkenya yule alisikiza Linturi akiongea ni ile kutetea chama yake na kusema angetamani sana Uasin Gishu wale wamekalia viti wote. Na pia ni mzuri pia tuambiane siri moja mjajua. Wale wote wamekalia viti Uasin Gishu County wamekuwa mentored na wamelelewa na wamefika pale wamefika kupitia support ya Deputy President William Ruto. Sasa ako na right pia wananchi kuja kusema wamefika Uasin Gishu na wamekuta watu wengi sana wamekalia viti tofauti. Viti za MPs, zingine senators, zingine MCS, na Linturi hakufanya makosa yoyote kusema angetamani UDA iongoze na ikue kama uniform Uasin Gishu, watu kupewa viti kuanzia MCA mpaka ya juu. Na pia akawa anaongea mfano akisema yeye pale ametoka Meru, wameamua UDA ndio viti vyote. Sasa jemeni leo hii kurauka kumshika, tungetamani pia tuone ni hatua gani imechukuliwa wale wenzetu. Kama ile maneno Kimemi alikuwa amesema governor wa Nyandarua. Tumeona pia the opposition leader. Hata wakati tulikuwa tunaomba viti za Jubilee 2017. Tulikuwa tunaona pia kutoka Kisumu walikuwa wanaambia watu wao wasipeane kwa vyama vingine vyovyote. Na mimi nasikitika sana kama wakati huo 2017 opposition leader angeambia watu wake watu wengine wasipewe kwa vyama vingine na hakukuwa na shida yoyote. Sisi tulikubali kama Jubilee na tukaomba viti zetu za amani. Kwa nini leo hii jemeni tunatumia mamlaka zetu kwa kuonea wengine? Lakini ombi yangu kwa Kenya ni in short. Ninaomba tuweke amani. Wakenya sisi ni werevu. Sisi tunajua viongozi wetu wanaomba viti vyote na hakuna kuficha. Sisi pia hapa tumesimama Nakuru County
Hii ni county ambayo imeendelesha mambo ya amani, na pia I'm proud to say mimi ni mmoja ya peace ambassadors kwa nchi yetu ya Kenya. Na ninasema hivi, hapa ndio tulipiga magoti 2013 tukaungana TNA URP, tukasema hakutawahi kuwa na vita, we shall have permanent peace, na tukapiga magoti hapa na kwa ile permanent peace yetu ikaletwa kupitia naibu wa rais na our current president Uhuru na Ruto, ambao walikuwa wanaonekana hawawezi kuunganisha jamii, lakini waliweza kuunganisha jamii, na tukaombewa hapa Afraha Stadium hapa Nakuru tumesimama leo. Ninaomba niwajulishe pia, ni vyema Wakristo wenzangu wanaotuangalia leo hii, sisi tusikue nchi ya ukora, wacha tukue watu wa kusema ukweli. Na tubaduki, tumesema hivi, tunaombea umoja nchi yetu, tupendaneni, na sisi yale tulisema miaka 10 ya Uhuru, miaka 10 ya Ruto, na mbele huko Mungu atatuwezesha. Tupendaneni, amani peke yake. Asante. Mimi ni Liza Chelule kutoka Nakuru, mama county ya Nakuru, na ninataka kushtumu vile Linturi vile alishikwa jana ama asubuhi ya leo na kusungushwa, hata sasa hatujajua mahali yako. Kile kitu tu ningetaka kuomba ni kwamba Kenya ni yetu na inafaa tupende nchi yetu. Mambo ambaye Linturi alikuwa akiongea, alikuwa akitetea mambo ya chama yake ya UDA, na sisi wote tunaelewa hivyo. Hii mambo ya kusema madoadoa, hakuna kabila nchi yetu ya Kenya ambaye inaitwa madoadoa. Madoadoa ni colors mingi, na kama kuna mtu anataka kuichukulia kwamba ilikuwa ikilenga kabila fulani, we are above that. We are above that as Kenyans, not as Nakuru alone. Jana tulipokuwa tukitembea kwenda kwa hiyo mkutano, tuliona watu kabila wengi sana ambaye wanawania viti mbalimbali katika Uasin Gishu ama katika hiyo Eldoret town. Kuna makabila wengi sana ambaye wanaomba viti na tulikuwa pamoja uwanjani. Kwa hivyo kusema madoadoa ni kama ni kulenga kabila fulani, nataka kusema tu wananchi wa Kenya, please let us be tolerant. Wakati huu tunapoelekea kufanya campaign na kufanya uchaguzi, kuna mambo ingine ambaye sisi imepitwa na wakati. Mambo ya kupigana sababu ya siasa imepitwa na wakati. Mkutano ambaye ilikuwa Eldoret ilikuwa ni mkutano ambaye haijawahi fanywa katika Afrika. Wacha Kenya, haijawahi fanyika katika Afrika. Na kuna message mzuri ambaye Deputy President aliongea, na aliongea sana juu ya amani katika nchi yetu ya Kenya, na hata akaguzia mambo ya demokrasia kwamba kila mtu ako na haki kuongea na ako na haki kuania kiti yeyote na ako na haki kupigia kura mtu yeyote. Mtu kama huyo, kiongozi kama huyo hawezi tena kurudi kusema ati wale hawata. Tulikuwa tukitetea chama yetu ya UDA. Kwa hivyo tukae kwa amani kama nchi yetu ya Kenya, tuvumiliane kwa wakati huu wa siasa, tuvumiliane wakati tunapo approach election date. Sisi Nakuru tuko pamoja. Mambo ya ukabila tulimaliza 2013 wakati viongozi wawili walikutana na wakasema wafanye kazi pamoja. Bado tuko hapo na tutafuata hapo. Sisi watu ya Nakuru tuko kwa amani na tunapenda amani. Tukae kwa amani. Asanteni sana. I'm Silas Tochim, the MCA for Tenges Ward, and also aspiring to be the Senator of Baringo. Well, we are here today. We have just come from Eldoret with our leaders, just to come and give a rebuttal of just what the government has done through DCI. As said by our leaders, the meeting which we had yesterday was monumental. It was a very successful meeting, and that was a meeting meant to give our Deputy President blessings by the people of Rift Valley so that he can go out to search for votes. And what happened this morning, the arrest of Honorable Senator Linturi, to my view, is just to reverse the gains which was gathered and gained by the meeting yesterday. But I want to say, what the DCI and the government did was not a reversal, but a boost of the meeting that we had yesterday. People will search now of what did Linturi say, and it is in public domain. It is all over. In Facebook, you have the media houses, you have the message. Na mambo ambayo mheshimiwa alisema
it was just based on the context and the background. He was talking to the people of Uasin Gishu to be careful on choosing leaders who will not betray the people of Uasin Gishu and the deputy president. So the Madoadoa was nothing to do with tribal line or tribal lines or tribal clashes. It was just but emphasizing and appealing to the people to elect leaders who are sober. Kwa hivyo mambo ya kutumia DCI, kutumia NCIC, although what was done was supposed to be handled by the National Cohesion and Integration. Yes. What is the purpose of these commissions that we have? By using DCI, it's just to intimidate and to harass leaders. But by harassing them, the message has gone home. The people of Uasin Gishu are now educated and they are ready to vote out those who are not in line with the message of UDA. The Englishmen say, you just close the door when the horse has bolted out. Kwa hivyo mumeshika Linturi wakati message imefika nyumbani. Ni kama kutenganisha wale wameoana na ukumbe mimba imepatikana tayari. So you've done nothing. DCI. Hiyo ni kuboost campaign ya our deputy president. We've had many utterances which are even worse. Like Kiuna here. The utterances he said are very worse. Yeah, just Kiuna here. Lakini he's scot free. He's just going round. Even Jenga Mugai. Even there is a singer who sang a very bad song in a language, but he's just scot free. So we want to appeal to the government and DCI to stop being partial and applying the law impartially. Now, my appeal to the people of Rift Valley, as said by viongozi wetu, tukae na amani. Hii safari si mbali. Watatutesa na hawatatufikisha mahali, watafunga wengine, hawatatufunga wote. We will be there very soon. And I want to appeal also to the media houses. I can see you are all here. You apply your code of ethics, professionalism. Jana tulikuwa Eldoret, nyinyi mulikuwa pembeni huko. Na kwa Raila mulikuwa wote, hata mulikuwa mna air life. Na sasa hii maneno ya DCI imekuja, nyinyi wote mmejaa mkitangaza hii uongo ya DCI. Lakini asante kwa sababu we have the social media. People receive the message the same time. So, let us work together because you are very important arm in educating and also improving the information of our community. Because they say the media is an agent of change. So naomba nyinyi media houses mukue fair. Pana patia Raila ya time mingi, alafu ya Ruto amupatii. What you are doing is what the Americans did to the president. Huyu alienda juzi. Walipatia blackout, at the end he became the president. So kwa hivyo I want to appeal to the media houses, you be fair. Asante sana. Wengine hatutazungumza.